Natumaini umeamka salama kabisa mtazamaji wa Zone Media. Karibu tujuzane yote yanayojiri katika uga wa kimataifa. Taarifa niliyokuwa nayo hapa moja kwa moja inatokea nchini Iran na Lebanon, ambapo mvutano wa kidiplomasia baina ya Iran na Lebanon umechukua sura mpya Alhamisi baada ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi kujibu hatua ya mwenzake wa Lebanon Youssef Raji kukataa mwaliko wa kutembelea Tehran. Katika chapisho kwenye akaunti yake ya X, Araghchi alimshukuru Raji kwa mwaliko wake, lakini akaonesha kushangazwa na sababu zilizotolewa na upande wa Lebanon. Raji alikuwa ametangaza mapema kuwa hatoweza kusafiri kwenda Iran kwa sasa, akisisitiza kwamba mazungumzo kati ya nchi hizo yatakuwa bora yakifanyika katika nchi ya tatu yenye mazingira ya upendeleo wa upande wowote. Waziri huyo wa Lebanon alisema kuwa jukwaa huru linahitajika ili kuweka msingi mpya wa uhusiano ambao unapaswa kuzingatia kanuni za kuheshimiana na kutoingiliana katika masuala ya ndani na kujenga uhusiano wa wazi kati ya nchi hizo mbili. Katika majibu yake, Araghchi alisema kuwa hakutarajia mwaliko wake ukataliwe, akisisitiza kwamba nchi zenye uhusiano wa kindugu na wa kidiplomasia kamili hazihitaji ardhi ya kati ili mawaziri wao kukutana. Aliongeza kuwa anafahamu mazingira magumu ya kisiasa ambayo Lebanon inapitia, akitaja uvamizi wa kiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaofanywa na Israel kama sababu zinazochochea msimamo wa Lebanon, lakini akaeleza kuwa hiyo haipaswi kuzuia mawasiliano ya pande mbili. Kwa upande mwingine, Araghchi alisema anakubali kwa furaha mwaliko wa kutembelea Beirut, akisema kuwa mazungumzo yataendelea bila kujali wapi yanapofanyika. Uamuzi wake huo umeonekana kama hatua ya kuonyesha utayari wa Iran kupunguza mvutano. Huku hayo yakijiri, wachambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati wanaona mzozo huu kama ishara ya mvutano mpana unaohusiana na nafasi ya ushawishi wa Iran ndani ya Lebanon, hasa kupitia Hezbollah, swala ambalo linabaki kuwa nyeti katika siasa za ndani za Beirut. Araghchi alihitimisha kauli yake kwa kusisitiza kuwa Irani sawa na Lebanon inatamani kufungua ukurasa mpya katika uhusiano wa pande mbili kwa misingi ya kanuni madhubuti ambazo Raji ametaja. Hata hivyo, swali linalobaki ni iwapo nchi hizo mbili zitafanikiwa kutatua tofauti zao za kimtazamo kuhusu mahali pa kufanyika mazungumzo, na kama mvutano huu mdogo wa diplomasia utageuka fursa ya kuimarisha uhusiano au utabaki kuwa ishara ya mgawanyiko ya kikanda isiyokoma. Mvutano umeibuka kati ya Iran na Lebanon kuhusu mahali pa mawaziri wa mambo ya nje kukutana. Lebanon inataka mazungumzo yafanyike katika nchi ya tatu ili kuondoa taswira ya upendeleo ya kuweka msingi mpya wa uhusiano. Hii inaonyesha inataka kuwa huru kisiasa na kupunguza mtazamo wa kuwa nchi ya ushawishi wa Iran. Iran kupitia Araghchi imeshangazwa na msimamo huo, ikisema hakuna haja ya neutral country kwa sababu nchi hizo zina uhusiano wa karibu. Iran inaona msimamo wa Lebanon kama matokeo ya shinikizo ya hali ya kiusalama, hasa kutokana na Israel. Hata hivyo, Araghchi anakubali kwenda Beirut, hatua inayolenga kuonyesha utayari wa Iran kupunguza mvutano na kuendeleza mazungumzo. Kwa ujumla, mgongano huu unaonyesha kwamba Lebanon inajaribu kujipanga upya kidiplomasia na kutafuta nafasi ya kusimama mwenyewe, lakini Iran inataka kudumisha uhusiano wa karibu bila kuweka masharti mapya ya mazungumzo. Mzozo huu mdogo unaakisi mivutano mikubwa ya kikanda, hasa kuhusu nafasi ya Iran na swala la Hezbollah ndani ya Lebanon. Kwa taarifa zaidi mtazamaji, basi ungana nasi wakati wote siku hii ya leo kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.